kusudia kutoka, kusudia kabisa kwa mtu mwingine. Baba, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana Roho Mtakatifu, naomba nipe neema na nguvu katika mafundisho haya. Baba, ninaomba nguvu zako ziwe pamoja na mimi. Nipe neema Bwana ya kuanza na kumaliza. Asante Roho Mungu, neno lako lifungue nafsi ya watu wako na akili zao. Baba, ninaomba adui asiwe na nguvu ya kupofosha fikra za watu wako, wakashindwa kuelewa, wakashindwa kusikia yale ambayo Baba umekusudia kwa ajili ya maisha yao. Naomba uwatamie kila mmoja. Baba, tunakataa zile roho za adui Baba kuitafsiri neno vibaya. Nafunga hizo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninazifunga kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba neema yako na ushindi na nguvu itawale Bwana. Nguvu, uwepo wa mafundisho iwe pamoja nasi hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa baadaye nitafanya utambulisho wa watu ambao wanaenda kufunga ndoa mwezi wa 5 na mwezi wa 6. Kanisa lina neema kubwa. Nilitabiri kwamba mwezi huu utakuwa mwezi wa watu wengi watapata miujiza ya ndoa mwaka huu. Mpaka ninaona kama kanisa tutaelemewa na ndoa ambazo zitafungwa huu mwaka. Tutaelemewa matu na mambo mengi. Kwa hiyo ni ishara ya neema ya madhabahu. Na tunao watu ambao baadaye nitawaleta mbele yenu ambao wanaenda kukamilisha ndoa zao. Tumpigie makofi kwa ajili ya hiyo. Haleluya. Ninaomba andika somo langu hili, na somo hili ulisikilize na ulifuatilie, maana ni la kiroho. Linahitaji ufunuo wa kiroho ili uweze kunielewa. Hebu andika kufungwa tangu tumboni. Kufungwa tangu tumboni. Kufungwa tangu tumboni. Naomba utulivu. Kufungwa tangu tumboni. Kufungwa tangu tumboni. Andika kufungwa tangu tumboni. Kuna magumu mengi sana ya maisha ambayo kuna magumu mengi ya maisha ambayo tunayapitia, na hayo magumu ambayo tunayapitia hapa katika maisha, chanzo chake ni tangu tumboni. Chanzo chake ni tangu tumboni. Na ogopa kupitia magumu ama kupitia matatizo mbalimbali katika maisha yako ambao chanzo chake ni tangu tumboni. Na watu wengi ujitahidi kuyatatua mambo ambayo ukutana nayo hapa duniani kwa namna moja ama nyingine, lakini anajishangaa bado ile hali inaendelea kuwa kwake. Sababu ni kubwa kutokujua kwamba tatizo lako wewe limeanza tangu tumboni mwa mama yako. Tangu tumboni mama yako ndio matatizo yako yalikuanzia. Na matatizo ambayo yameanza tangu tumboni mwa mama, mara nyingi ya matatizo huwa yanakuwa ni sugu. Tunayaita matatizo sugu. Yanakuwa sugu, sio rahisi kuyaondoa. Kwanza inahitaji tupate ufunuo wa kuweza kujua mtu huyu amefungwa tangu tumboni. Yanakuwa ni sugu, ya matatizo ambayo yanakuwa yanajirudia mara kwa mara. Na usipofahamu hivyo, unaweza ukateseka miaka yako yote pasipo kuiona furaha ya dunia, wakati unayo neema nzuri ya kufanikiwa. Lakini kwa bahati mbaya matatizo yako yameanzia tangu tumboni. Na mama akiwa vizuri rohoni, anaweza akatambua na akajua matatizo ya mtoto ambayo yuko nayo leo yameanzia tangu tumboni. Sema tu wamama wengi wana ile asili ya kupuuzia, wana ile asili ya kusahau.
Ogopa sana mtoto wako akitembelea kifungo cha tangu tumboni. Ogopa sana. Ni tatizo ambalo mtoto huwa anaumia sana na kunungunika sana, na huwa anashindwa namna ya kufanya mpaka pale neema ya Mungu itokee kwake kuweza kumfunua ama kumtoa kwenye shida ya kufungwa tangu tumboni. Mtoto anapoingia tumboni huwa kuna namna anaweza akatoka na matatizo sugu sana tena sana. Ukifungua Luka ile sura ya kwanza, ukifungua Luka ile sura ya kwanza, na ndio maana unaweza ukashangaa mtu mwingine yani haeleweki kabisa. Kila unapojaribu kumweka hivi yeye yuko vile, ukijaribu kufanya hivi yeye yuko hivi. Unaanza kujiuliza ni nani aliyemroga mtu huyu? Ni nani aliyemloga mtu huyu? Ni nani aliyefunga maisha mtu huyu? Tatizo kubwa ni matatizo ambayo yameanzia tangu tumboni. Naomba leo nifuatilie sana na utulivu uwepo. Luka ile sura ya kwanza, itaanza kusoma, nisome ule mstari wa 15. Biblia imeandikwa, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Namba moja, atakuwa mkuu mbele za Bwana, hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Huyu amepata neema ya kujazwa Roho tangu tumboni. Huyu amejazwa Roho tangu tumboni. Hii ni Roho Mtakatifu ambaye mtoto huyu Yohana amejazwa tangu tumboni. Kumbe kuna watu hujazwa roho za aina fulani tangu tumboni. Ogopa sana kutoka tumboni ukiwa na roho ya tabia ya aina fulani, ukiwa na roho ya magumu ya aina fulani, ukiwa na roho ya matatizo ya aina fulani. Hiyo ni roho ambayo haijaanzia hapa duniani. Hiyo ni roho ilikujaza ama imekukamata tangu tumboni. Na ukitoka kwenye tumbo la mama yako, unatoka na hilo tatizo la kiroho ambalo umetoka nalo tangu tumboni. Na ndio maana kuna watu wana matatizo ya roho fulani, ukimwangalia hata umuelewi, ukimwangalia hata haeleweki. Yani kuna roho iliyomvaa, kuna roho inaishi naye, kuna roho inatembea naye, ambaye ile roho chanzo chake ni tangu tumboni. Jaribu kuangalia tatizo gani sugu ambalo liko ndani yako, tatizo gani sugu ambalo lipo ndani ya mwanao ambalo limeanzia tangu tumboni. Ninapoongelea tumbo la mama, nini maana ya tumbo la mama? Nini maana ya tumbo la mama? Nini maana ya tumbo la mama? Tumbo la mama ni madhabahu. Tumbo la mama ni madhabahu ambayo Mungu huitumia kupitishia mtoto kumleta hapa duniani ili aweze kutimiza hatima yake. Narudia hii kwa makini sana unisikilize. Tumbo la mama ni madhabahu ambayo Mungu huitumia kumpitishia mtoto ili mtoto aweze kutimiza kusudi lake hapa duniani. Ina maana hatima ya mtoto hapa duniani inategemea na madhabahu ya tumbo la mama yake
ambayo Mungu alimpitisha ili aweze kuja hapa duniani, ili huyo mtoto aweze kuitimiza hatima yake, aweze kutimiza hatima yake. Tumbo la mama yako ni madhabahu. Tumbo la mama ni madhabahu. Mama yoyote, na ndio maana mama akisimama kanisani, mama akisimama na Mungu, mama akisimama na maombi, mama akisimama imara, ni mama ambaye uitengeneza tumbo lake iwe madhabahu takatifu ambayo Mungu ataitumia kuweza kumleta mtoto hapa duniani ili aweze kuitimiza hatima yake. Nikiongelea hatima, nini maana ya hatima? Hatima ni kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka ndani ya mtu. Inamaanisha kwamba kila aliyekuja hapa duniani alikuja kwa kusudi, ina maana kwa kazi maalum. Hakuna mtu yoyote ambaye alikuja hapa duniani kwa bahati mbaya. Kila aliyeletwa hapa duniani ana hatima yake, ina maana ana kazi yake, ina maana ana kusudi ambalo Mungu alimletea hapa duniani. Sasa madhabahu ambayo ni tumbo la mama yako ndio imetumika Mungu akupitishe wewe kwenye madhabahu hiyo ili uweze kuja hapa duniani uitimize hatima yako. Watu wa Mungu, mnisikilize kwa makini sana. Nikiongelea madhabahu, nataka nitoe tafsiri ya madhabahu ama kutambua madhabahu. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni nini? Kanuni ya madhabahu, madhabahu ni kiunganishi ama niseme ni daraja inayopitisha vitu vya rohoni ili viweze kutokea mwilini. Narudia tena, madhabahu ni daraja inayotoa vitu vya rohoni ili viweze kutokea hapa mwilini. Ina maana kwamba mfano upande huu, watu wa upande huu na watu wa upande ule, katikati hapa kuna mto mkubwa ama shimo kubwa. Watu wa upande huu hawawezi kwenda upande ule na watu wa ule upande hawawezi kuja upande huu, kwa sababu hapa katikati kuna shimo kubwa ambayo inawazuia wa upande ule kwenda. Ili waweze kutoka kule kuja huku, inatakiwa daraja lijengwe, daraja liwepo. Lile daraja ndo linatumika sasa kuwatoa wa upande ule ili waje upande huu watimize kusudi ambalo limewaletea upande. Nisikilize kwa makini watu wa Mungu. Na wa upande huu pia waende upande ule ili waende watimize ile kazi iliyowapeleka ule upande, waende pale. Na ndio maana vitu vya rohoni huwa haviji hapa duniani kwa kutokea, yani havitoki duniani vikaja vikashuka. Lazima vipitie kwenye madhabahu, lazima vipitie kwenye madhabahu. Mungu akitaka kuleta muujiza kwa mtu yoyote, Mungu akitaka kuleta baraka kwa mtu yoyote, Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu yoyote, lazima madhabahu ihusike. Lazima madhabahu ihusike. Madhabahu ndo njia ama ndo daraja ambayo Mungu uitumia ili kuweza kumwezesha mtu mmoja aliyoko hapa duniani. Ina maana pasipo madhabahu ni ngumu sana kupokea yale ambayo Mungu anataka kusaidie. Nafafanua kwa habari ya madhabahu ili unisikilize kwa makini sana, ndipo utaanza kuelewa tumbo la mama yako na kwa nini Mungu amekupitisha wewe kwenye madhabahu ambayo tumbo la mama yako. Sema amen. Kwa sababu hiyo, kila madhabahu hapa duniani, tuna madhabahu nyingi. Sio kila madhabahu ndiyo Mungu uitumia kwa kupitisha baraka ya aina fulani. Makanisa ni mengi duniani.
Kinachotofautisha kanisa na kanisa ni aina ya madhabahu iliyopo pale kwenye kanisa lile. Kama akili zako haujafunguka na kuelewa, wewe ni mtu wa kusali kanisa lolote ama kwenda kwenye kanisa lolote, inaweza ikawa sababu ya wewe kuchelewa kupokea miujiza ya aina fulani. Maana kila madhabahu ina neema yake ambayo Mungu uitumia ili kuleta miujiza katika msaada wa watu fulani. Kwa hiyo utanielewaje? Hivi kila madhabahu ina production yake. I mean this ina aina yake ya utendaji. Kila madhabahu ina aina yake ya utendaji, ina chakula chake ama ina malighafi yake. Kila madhabahu unapohitaji ishara, miujiza na nguvu za kimungu, hauwezi ukaiendea madhabahu ya udini upokee kile unachokihitaji. Naomba unisikize kwa makini sana. Madhabahu ya udini ina production zake, namna ambavyo inavyofanya huduma zake, na Mungu upitisha kile ambacho anatakiwa ukipitisha kwenye ile madhabahu kulingana na aina ya hiyo madhabahu, jinsi inavyoproduce, jinsi ilivyo katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukitaka ishara, miujiza, matendo makuu ya kimungu, si lazima Mungu aweze kupitisha kwenye kila madhabahu. Hapana, maana kuna madhabahu zingine haziwezi kuombea watu, kuna madhabahu zingine hazitabiri, kuna madhabahu zingine haziamini miujiza na ishara, lakini ni kanisa, lakini aina ya madhabahu haitumiki kwa movement ya namna hiyo. Kwa hiyo unapoenda kwenye kanisa hiyo, unaweza ukakosa vitu fulani kuvipokea, kwa sababu Mungu hawezi kupitisha miujiza na ishara kwenye ile madhabahu, kwa sababu sio madhabahu ya aina hiyo, sio madhabahu ya aina hiyo. Kwa sababu hiyo, kupokea ishara na miujiza, Mungu ukupeleka kwenye madhabahu ya aina hiyo ili apitishe ishara zake, apitishe miujiza yake, apitishe kile ambacho wachawi wameshindwa kwenye madhabahu hiyo. Hakuna uchawi utakayesimama mbele ya hiyo madhabahu. Aliyompigia makofi abarikiwe. Na ndio maana kuna madhabahu zingine utulia kwa habari, vunja azivunji, kemea azikemee, uchawi azipige, pigi mapepo apige. Ni aida yao, wala usiongelee tofauti, aiza usibeze madhabahu. Na ndio maana I hate wachungaji ambao kama hiyo production hauna, usinene vibaya kwa kanisa lingine. Wewe hicho kitu hauna. Kama una nyamaza kimya. Na ndio maana kwa ajili ya kulinda watu wako utazungumza, lakini madhabahu yako haiwezi kupitisha hivyo vitu, kwa sababu haijaumbwa hivyo. Haina kabisa. Nataka unisikize kwa makini sana. Na ndio maana kuna vitu vingine waliofungwa na wachawi, waliofungwa na waganga, waliofungwa na mizimu ya ukoo toka tumboni, azipia kutoka kufunguliwa kwako. Hauwezi ukafunguliwa kwenye madhabahu ya udini iliyotulia, iliyopoa. Inahitaji madhabahu korofi ya kiprofeti, madhabahu lazima madhabahu ya kinabii iliyobeba moto wa kinabii, ambayo ikisema fire, ikisema toka, maana imeumbwa kwa ajili, imezaliwa kwa namna hiyo. Hiyo madhabahu Mungu upitisha pale kwa ajili ya msaada watu wake. Ukisema amen, naomba na muujiza upite kwako kwa damu ya Yesu. Seketerina manderebo shapa. Watu wa Mungu, nisikilizeni. Madhabahu ya kinabii imeinuliwa kwa sababu ya kuzivunja kila nguvu za giza
nguvu za kichawi, nguvu za uganga, nguvu za miungu, mizimu. Na ndio maana wakati wowote ambapo wana wa Israeli walipokuwa kwenye vifungo vya miungu, chini ya utumwa wa miungu, Mungu alikuwa akituma nabii ili kuweza kuwatoa kwenye vile vifungo. Kwa maana manabii wamepewa zamana ya kuweza kuingia mahali penye uchawi pasipo kuogopa, mahali penye uganga pasipo kuogopa, mahali ambapo wengine wakisema pale kuna uchawi, nabii mtume amepewa hiyo nguvu ya kuingia kwenye uchawi na uganga na kuwatoa watu wake pale. Nisikilizeni watu wa Mungu, nisikilizeni kwa makini sana. Mahali ambako nabii yupo, mchawi hawezi kukaa. Mahali ambako nabii yupo, waganga hawezi kukaa. Na ndio maana ukitoa manabii, unawapa wachawi na waganga nafasi ya kujiinua. Na ndio maana kwenye Biblia, wakati nabii Samueli alipoondoka, Sauli alikosa mtu wa kumsaidia, aliwaendea waganga wa kienyeji. Si kwamba makuhani hawakuwepo, lakini aliyepewa zamana kubwa ya kuteketeza wachawi na waganga ni madhabahu ya kinabii. Na ndio maana ukiona mahali penye nabii akifika mahali, lazima ulimwengu wa roho wa ufalme wa giza, wachawi na waganga, lazima vita vianze. Na ndio maana kwa nini wanapata vita sana? Ni kwa sababu uvuruga vitu vya watu katika ulimwengu wa roho. Lakini kama tunahubiri kawaida tu na ninakuaga kwa amani tu, hatuna vita vyovyote. Hauwezi ukafungua kifungo cha mtu aliyefungwa kwa kusudi alafu wewe umfungue kikawaida. Lazima uingize vita. Kwa hiyo unatakiwa ufahamu ya kwamba si kila madhabahu inalingana. Makanisa ya hapo ni kweli, lakini madhabahu ni tofauti. Na ndio maana kuna mahali ulikuwa unasali wewe hata kabla hujaja hapa, lakini kuna vitu vimefunguliwa hapa na ulikuwa ukisali kule. Tatizo ni nini? Ni madhabahu, sio kanisa. Mtu mwingine naongeza makofi katuko pamoja. Si kwamba ile kanisa sio ya Mungu, ni ya Mungu. Si kwamba ile kanisa ni Freemason, hapana, si Freemason. Lakini production za pale madhabahu ile sio madhabahu ya Mungu kupitisha ishara na miujiza yake kwa sababu ya aina ya ile madhabahu. Na ndio maana ukifika hapa, kama kuna vitu shetani ameviweka ndani ya mwili wako ama amevileta madhabahu kwa sababu ni ya kinabii, Mungu utuletea maono ili tukuone wewe. Si kwamba wale wengine hawana macho, wana macho lakini sio madhabahu yao, hawezi kupata hayo maono. Sio madhabahu ambayo ni ya kinabii ili wapate maono. Lakini kwa sababu madhabahu ni ya kinabii, lazima Mungu atuletee maono tu kwa ajili yako. Lazima Mungu atatuletea maono kwa ajili yako. Ndio maana tukifika tukikuangalia, tunaona kama roho ya mauti ndani yako. Tunaona kuna watu wamekuletea zawadi ambayo sio sahihi. Kwa nini? Ni madhabahu ya kinabii. Mungu huleta maono. Ndio maana akasema siku zile za mwisho vijana wenu wataota ndoto na wazee wenu wataona maono. Hiyo ni madhabahu ya kinabii. Ndio maana tunapata maono, ndio maana tunapata ndoto. Aliyoko hapa leo kwenye madhabahu hii, lazima ishara ya Bwana itaenda na wewe. Naomba hivi vitu uelewe kwa makini sana. Uelewe kwa makini. Shida yako wewe unasema mimi nimejisikia leo kusali hapa maana nimekosa nauli ya kwenda kule. Shetani anataka akunyime ile nguvu ili akufunge. Maana kuna madhabahu zingine shetani hawezi kuingia pale, wachawi hawafiki pale, waganga hawafiki pale. Lakini ziko madhabahu ambazo ni rahisi waweze kufika pale. Inategemea na aina madhabahu. Hebu mgeukie jirani yako mwambie hivi, makanisa ni mengi. Mshike mkono mwambie makanisa ni mengi. Mwambie makanisa ni mengi, lakini madhabahu ni tofauti. Mwambie tena makanisa ni mengi, lakini madhabahu ni tofauti. Utofauti kati ya hiyo makanisa, mwambie ni madhabahu, ni madhabahu, ni madhabahu. Kuna vitu kweli hata mimi sina,
kwa sababu inawezekana madhabahu yangu haina hivyo vitu, lakini kuna vitu na wale hawana. Lakini hapa tunatumika na huduma 5, na Yesu alitoa huduma 5. Ukitaka huduma ya walimu iko hapa, huduma ya uchungaji iko hapa, huduma ya uinjilisti iko hapa, huduma ya kinabii iko hapa, huduma ya apostle iko hapa. We did that kwa ajili ya kuikamilisha watakatifu wa Bwana. Mtu mmoja sasa simame na sema amen, 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 amen. Hey. Utanielewa ninakuelekea. Kwa hiyo ukitaka vitu vya aina fulani, itakulazimu Mungu akupeleke kwenye madhabahu ya aina fulani ili apitishie vitu pale. Na ndio maana wengine mlikuja amjui hata kuomba. Yaani kuomba tu uwezi. Ukiomba nusu saa unapiga miayo, ukiomba sekunde lakini ulipofika kwenye madhabahu hii ama ni prophetic ministry, ina nguvu ya maombi. Leo hii unaomba unabubujika. Wananielewa? Kwanza wanipungie mkono. Usijoka ni mnanielewa vizuri? Leo inabubujika. Kuna wengine mlikuja toka unajua kuna watu toka walipookoka alikuwa afahamu mambo ya wokovu ama mambo ya neno la Mungu, hata likihubiriwa elewi. Lakini ulipofika kwenye madhabahu hii, kuna namna mafundisho yakifundishwa unaelewa na unapiga hatua. Kwa hiyo Mungu hufanya kazi na madhabahu. Kwa hiyo kuna miujiza mingine mpaka madhabahu ya aina fulani ndio utaipata. Na ndio maana hapa lazima ndio utaipata tu. Utaipata. Sasa unisikilize, nafikiri hapo tunaanza kwenda vizuri. Kwa hiyo sasa Mungu akitaka kumleta mtu hapa duniani, kila tumbo la mama ambaye ni madhabahu zinapishana. Sio kila tumbo inalingana neema. Watu wa Mungu mnisikilize. Nielewa nitawacha. Naomba unisikilize kwa makini sana. Sio kila tumbo la mama, kila madhabahu ya tumbo la mama zinalingana neema. Kama vile madhabahu ziko tofauti, na ndivyo matumbo ya wamama yako tofauti. Kuna wakati Mungu anataka kuleta mtu kwa makusudi maalum. Na anatakiwa atimize ile kusudi hapa duniani. Kuna wakati Mungu ukutafutia aina la tumbo ambalo linatakiwa likulete hapa duniani. Kuna aina la tumbo ambalo Mungu atahitaji likulete hapa duniani. Na uwezekano ni kwamba kuna mtu mmoja tumbo lake ni la maana sana, tena sana, kuweza kupitisha baraka ya mtu mmoja aifanye kazi kubwa ya Mungu hapa duniani. Kwa bahati mbaya hilo tumbo lipo kwenye matatizo aina fulani. Na ndio maana kwa Mungu hakunaga tasa. Na ndio maana kwa Mungu hakunaga tasa wala kuharibu mimba. Ukiona una muda mrefu haujapata mimba, kuna tatizo la kiroho ambalo limebeba mitumbo lako, na Mungu anakusudi na tumbo lako ambaye ni madhabahu yenye watoto wa aina fulani, wenye nyota ya aina fulani, ili waweze kuja hapa duniani. Lakini kwa wakati huu upo kwenye kifungo cha ukoo ama cha miungu. Watoto wakipita kwenye tumbo lako hawatatimiza operation. Mungu anaifunga tumbo lako lisiwalete wale watoto mpaka atakapolifungua ile tumbo. Sheketa rabo shapa. Atakapofungua ile tumbo la huyu mama, kwa sababu
lina aina ya nyota ya watoto wa aina fulani, na kwa bahati mbaya huyu mama yupo kwenye matatizo ya aina fulani toka ya ukoo wake. Nikipitisha hao watoto itakuwa ni shida kidogo kutimiza operation. Mungu mwenyewe uziwia usizae, tumbo lako lisilete wale watoto. Madhabahu yako bado inahitaji utakaso, bado inahitaji marekebisho, ili nipitishie hao watoto ambao watakuwa ni kusudi miaka inayokuja mbele. Kuna watu ukaa hata miaka 50 haupati mtoto, hata miaka 20 haupati mtoto, miaka 30 haupati mtoto. Maana inahitajika madhabahu ya tumbo lako litengenezwe kwanza, ili kuweza kuleta aina ya watoto. Pili, aina ya mwanaume uliye naye. Haikuwa rahisi Yesu azaliwe kwa mbegu za Yusufu. Mbegu za Yusufu zisingesababisha Yesu atimize operation. Na ndio maana nikiwa kuna wanangu wako hapa, nikiwa naombea mtu ambaye na muda mrefu hajazaa, namwambiaga niletee mume wako. Mwanaume akikataa kuja, najua kuna shida. Unaweza ukajiita we tasa, we sio tasa. Wewe sio tasa, tumbo lako liko vizuri, lakini aina ya mume wako Mungu ataki hizo mbegu ziingie pale mpaka amfungue mume wako. Na ndio maana kuna aina ya watoto unaweza ukawazaa kwa sababu ya aina mwanaume hajasimama vizuri. Kuna nyuma yake kuna matatizo mengi ya miungu. Jehova. Nisikilize, hebu fungua Yeremia. Nifungulie Yeremia. Leo utanielewa sana na leo tutaomba. Hebu fungua Yeremia. Nasikitika kwa mama ambaye hili alijali na afahamu kwa habari hii, lakini leo utanielewa. Yeremia ile sura ya kwanza. Yeremia ile sura ya kwanza na ule mstari wa 4, Biblia imeandikwa hivi: neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kuna vitu 4 vya msingi hapa. Namba 1 ni kabla Mungu hajamuumba Yeremia kumweka katika tumbo la mama yake, Mungu anasema nilikujua. Yeremia, mimi nilikujua wewe kabla haujaingia kwenye tumbo la mama yako. Mungu alimjulia Yeremia wapi? Na tunajua mama akiwa na tumbo, ujauzito, ndipo tunaanza kufahamu kuna mtoto yuko tumboni, anatakiwa kuzaliwa, na wengine kuwapa majina kabla wazaliwa. Lakini Biblia inasema kabla wewe sijakuingiza kwenye tumbo la mama nalikujua. Yeremia, njoo. Watu wa Mungu, niangalieni na munisikilize. Nilikujua wewe kabla haujaingia kwenye tumbo la mama. Inamaanisha hivi: ulipokuwa mbinguni Yeremia, ulipokuwa mbinguni haujaingia kwenye madhabahu ya tumbo la mama yako, mimi nilikujua wewe ni nabii. Nimekujua wewe ni mfanyabiashara wa kimataifa. Nimekujua wewe ni daktari. Nimekujua wewe ni mtu mkubwa. Mimi Mungu nilikujua wewe kabla haujaenda kwenye tumbo la mama. Naijua maisha yako. Najua maisha yako ni aina gani. Kuna mtu mmoja anaweza kageuka akamwambia mwenzie kwamba unajua Mungu anakujua wewe vizuri. Mwambie hivyo ulivyo, unajua sivyo ndivyo Mungu anakujua. Unaweza kumwambia mtu mmoja hivyo, hivyo ulivyo wewe sivyo ndivyo Mungu anavyokujua. Hivi kuna mtu ananielewa kwa makini?
hivyo ulivyo wewe sivyo ndivyo Mungu anavyokujua. Na ndio maana watu wa Mungu ni laana kuwa mbali na Mungu. Kuna watu Mungu akikuangalia, Mungu mwenyewe anatoa machozi, analia kwa ajili yako, ambao unateseka na unahangaika na unalia. Unajikuta unasema mimi kwa nini nimezaliwa? Ni heri nisingezaliwa, maisha magumu. Mungu akikuangalia, na alivyokujua mimi ukiwa kwangu, kabla hujapita kwa hiyo mama yako, mimi nilivyokujua wewe, nilikujua wewe una nyota ya mafanikio. Nilikujua wewe ni mtu mkubwa. Nimekujua wewe ni mtu wa maana sana. Lakini nashangaa unanililia magumu ya maisha, lakini mimi huku si ukujua kama unavyolia leo. Ukianza kutambua hii elimu, utamrudia Mungu kumwambia Mungu, tell me, give me, nipe jina langu la asili uliyenijua kabla sijaingia kwa mama. Je, ndivyo ulivyonifahamu ya kwamba mimi ni ombaomba? Ndivyo ulivyonijua ya kwamba mimi ni tasa nisizae? Ndivyo ulivyonijua ya kwamba mimi ni mtu ambaye sitaki kujenga, sitaki kufanikiwa? Ndivyo ulivyonijua? Maana kusudi la Mungu kwa ajili ya mwanadamu ni kumfanikisha, aje hapa duniani afanye kitu sahihi. Kwa nini mwanadamu akija hapa inakuwa ni tofauti na jinsi Mungu alivyomjua? Mungu anamwambia, nalikujua wewe kabla haujaingia kwenye tumbo la mama yako, nalikujua. Sasa nilikujua wewe ni nabii wa mataifa. Sikiliza, Yeremia alipoingia kwenye tumbo la mama, Mungu akajua na mpitisha kwenye madhabahu ya tumbo la mama yake. Inawezekana huyu mtoto jinsi nilivyomjua akatoka tofauti. Biblia imeandikwa, kabla hajatoka kwenye tumbo la mama nalikutakasa. Nisikilizeni kwa makini. Kabla hajatoka kwenye tumbo la mama yake, maana anajua madhabahu ya tumbo la mama inaweza ikaharibu hatima ya mtoto. Kabla hajatoka, Mungu akafanya utakaso tumboni umo. Kabla hajatoka akamtakasa, ndipo Yeremia akatoka. Yeremia alipotoka, wazazi wake wakampa jina Yeremia, lakini Mungu sio jina aliyompa. Mungu anamfuata Yeremia katika maono. Yeremia anasema, ndipo nikamsikia Bwana, Bwana akanijia, neno la Bwana likanijia. Mungu, neno la Bwana likamwijia. Yeremia ameshazaliwa, anaanza kuishi akijijua. Yeremia anajijua maisha yake ni ya hivi. Mungu, neno la Bwana likamwijia. Alikuwa vizuri na Mungu. Mungu akamwambia, Yeremia, sijakuumba hivyo, sijakuleta duniani kuwa hivyo. Wewe mbona unajichukulia kawaida? Sijakuleta hivyo. Kabla hujaingia kwa mama yako, mimi nilikujua kuwa wewe ni nabii. Mbona leo uko tofauti na jinsi nilivyokujua? Sikuoni ukitembea katika network ya kinabii. Yeremia, rudi kwenye hatima yako, rudi kwenye lengo lako, kusudi lako. Naongea na mtu hapa, rejee kwa damu ya Yesu. Sikiliza, kabla sijakoma, mstari wa 6, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usisemi mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu utakaye kutuma kwake, nao utasema kila neno utakaye kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akanyosha mkono wake akaigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Mstari wa 10, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangusha, ili kujenga na kupanda. Haleluya, shakarabo shapa. Yeremia, nielewe. Hebu nisikilizeni watu wa Mungu. Nani ananifuatilia vizuri hapa? Sikiliza kwa makini. Yeremia anaweza kuishi, unakuwa dereva pikipiki. Yeremia dereva pikipiki. Lakini Mungu amemchua ni nani? Mungu amemchua ni nani? Tuachane na nabii, taja yoyote. Mungu amemchua ni nani? Vizuri, taja nyingine. Mungu amemchua ni nani?
Daktari, vizuri sana. Mungu amemjua ni nani? Mama mke wa rais, Mungu amemjua ni nani? Rubani, Mungu amemjua ni nani? Dokta, Mungu amemjua ni nani? Engineer, Mungu amemjua ni nani? Lakini mama yako amekuzaa, amekupa Gideoni, ukajijua mimi ni Gideoni, nimezaliwa familia maskini kwetu Kigoma, tena kijijini, atakusoma na acha tu nianze ufundi. Mungu atakujua wewe katika jina hiyo. Yeremia akajijua mimi usivia maisha yetu, sisi ni watoto, bado mimi kwanza mtoto, siwezi chochote. Mungu akamwambia Yeremia, kumbuka kabla haujaingia kwa mama yako nalikujua, na kwa sababu nilijua tumbo la mama yako ninaweza nikapindua hatima yako, nilikutakasa ukiwa tumboni kwa kusudi moja. Sikiliza, hebu niangalie. Sikiliza, Yeremia anaambia kusudi gani Mungu? Kusudi ya kuwa nabii ili upomoe, ili walibu, ili ukangoe, alafu anze kujenga na kupanda upya. Ndio kusudi nilikuambia hapa. Yeremia, amka. Yeremia anaanza sababu mimi ni mtoto. Hapana, usiseme mimi ni mtoto. Ndipo wengi huongea kwamba mimi tayari nishagazeeka. Mimi nimezeeka, nitaolewa wapi? Mimi nimeshazeeka, nitapokeaje muujiza utena? Usiseme umezeeka. Mimi nimeshaumwa, nimeshakuwa na shida hii, nitapata kusudi wapi? Usiseme hivyo. Nataka mtu mwenye imani arejee kuelewa Mungu alikujua wewe ni nani. Yeremia anatoa sababu, ngombe hapana, usiseme hivyo. Mimi nilikujua wewe ni nabii. Yeremia, nilikujua wewe ni nabii. Yeremia ndipo akaamka, akaanza kutembelea ile kusudi ambalo Mungu alimleta hapa duniani. Tuna mambo matatu. Namba moja, kabla hatima Yeremia, kama Mungu asingemtakasa Yeremia, huenda ile hatima yake ingeharibika. Namba tatu, Yeremia asingempenda Mungu, asingesikia sauti ya Mungu. Na ndio maana hapo mlipo kuna namna Mungu wasemsalimu, kuna namna Mungu anataka kuletea sauti yake kwa kusemesha na yani mimi nafaa kuimba, mimi nafaa kuolewa na watu wakubwa, mimi nafaa kuwa mtu mkubwa, nafaa kujenga nyumba ya aina fulani, mimi nafaa kuwa mtumishi, nataka niwe mtumishi, mimi najiona ni mtu mkubwa, sijioni mtu mdogo. Hiyo ni sauti ya Mungu inakuambia, lakini wewe unaipuuzia, unashindwa kuelewa kwa nini jinsi unavyojisikia ndani na jinsi unavyoishi na kuonekana ni tofauti. Nataka nikupe sababu yake. Nenda ukae. Nisikilizeni kwa makini watu wa Mungu. Nitakupa sababu leo, utanielewa. Kabla sijakupa sababu, hebu fungua Waefeso. Fungua tena Waefeso ile sura ya 3. Kabla sijakupa sababu, fungua Waefeso ile sura ya 3. Manderebo shakapa. Leo utanipata vizuri. Na Mungu anataka kumrejesha mtu kwenye mahali pake. Najua Mungu anataka kusaidia mahali pako. Waefeso ile sura ya 3 na ule mstari wa ngapi? Ule mstari wa 20. Waefeso 3 ule mstari wa 20, Biblia imeandikwa hivi: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndani ya mtu huwa kuna nguvu za asili. Hebu sema nguvu ya asili. Nguvu ya asili, njoo niombe nifundishe na wewe watu wanielewe. Mwanadamu huwa ana nguvu za asili ambazo hizo nguvu ni kwa ajili ya kuifanikisha maisha yake. Hizo nguvu ni kwa ajili ya kuinua maisha yake. Hizo zinaitwa nguvu za asili. Hauna haja kufundishwa kunyonya, lakini utajua kunyonya kwa sababu ndani yako kuna nguvu za asili. Hizo nguvu za asili ni nguvu ambayo Mungu aliweka ndani yako ili itende kazi ya kufanikisha mambo yako
hata kabla hujaomba. Biblia inasema itendayo kazi ndani yetu kuzidi yale tuyaombayo. Sasa kabla haujaingia kwenye tumbo la mama yako, huwa kuna nguvu ya asili Mungu aliachilia ndani, na ile nguvu ndio inaifanikisha maisha yako yawe ya aina fulani, uweze kutimiza hatima ya maisha yako. Sasa unapotaka kuletwa hapa duniani lazima upite kwenye tumbo la mama. Sasa madhabahu ya tumbo la mama ina uwezo wa kuproduce ama kureduce, na maana kuongeza nguvu yako au kuishusha nguvu. Na ndio maana kuna watu ukiwa kabla ulipokuwa duniani, kabla ulipokuwa mbinguni utaingia kwa mama yako, ile nguvu uliyokuwa nayo ni nguvu ya asili ambayo Mungu aliweka ndani yako ili utimize kusudi lako, utimize yale ambayo Mungu ametaka uyafikie hapa duniani. Sasa ulipoingia tu kwenye tumbo la mama yako, kwa bahati mbaya madhabahu ya tumbo la mama yako ni madhabahu ambayo mama aliharibu madhabahu. Hii madhabahu ya tumbo la mama lina uwezo wa kumfanya mtoto akatoka na nguvu 80 wakati amepewa 100%. Inategemea na mama sasa kwa majira yake akiwa na tumbo la kumtoa mtoto atoke na nguvu ya asili ama 80, nguvu ya asili au 70 ama 60. Kuna wengine wanatoka na 50, kuna wengine wanatoka na 30, kuna wengine wanatoka na 20. Kuna tumbo la mama linanyonya nguvu zote, mtoto anatoka 0, hana ta nguvu moja. Akifika hapa duniani mambo tuyawefanyikishayo kwa nguvu ya Mungu aliweka ndani yetu. Sasa hauna nguvu ya Mungu aliweka ndani yako, unashangaa kila unachokifanya ni 0, masomo 0, biashara 0, chochote 0, kila ukitendacho 0. Ukianza umeokoka unaomba, lakini unashangaa bado 0. Kwa nini? Tumbo la mama limefyonza nguvu yako, limenyonya ile nguvu ambayo inamfanya mtoto awezi kuitimiza hatima yake. Na ziko tumbo la mama ambalo madhabahu ya tumbo ya mama imekutoa tumboni ukiwa na 80% za nguvu. Na ndio maana kuna watu wana neema ya kufaulu hata kama hawajaenda shule. Niangalie. Kuna mtu elimu yake ni ndogo sana na hajasoma, lakini ile nguvu itendayo kazi ndani yake ambayo Mungu aliiweka kabla hajaingia kwa mama yake, kwa neema ya Mungu mama yake hakuwa na mambo mengi, nitafundisha baadaye, imetoka ikiwa 80. Wengine wanatoka ikiwa 100. Unashangaa hajaokoka. Unajua wokovu ni faida yako wewe kwenda mbinguni. Wokovu sio utajiri. Hajaokoka, lakini asili ya nguvu ambayo Mungu aliweka ndani yake toka kabla hajaingia kwenye tumbo la mama yake inamfanikisha huyo mwanamke, inamfanikisha huyo baba. Ni tajiri, ana magari, na ile nguvu itaenda. Inategemea ile nguvu ni wewe. Ndio maana ni rahisi, ni vyema sasa ingia tayari kwa Mungu ili aiactivate. Maana ile nguvu huwa iko activated na Mungu, iko activated na vitu vya rohoni. Kuna watu wanaenda kuiactivate kwa waganga. Sasa kwa waganga kuna masharti ambayo baadaye itaribika. Ukiokoka na ile nguvu unayo, ukawa mwaminifu wa zaka, sadaka, nini, ile nguvu inataka kupeleka ukawa tajiri na vizazi vyako tajiri. Lakini kuna watu wasipojua ile nguvu inakupeleka mpaka miaka 60 inaishia pale. Ikiisha hapo vitu vinaweza vikaharibika tena. Maana kanuni ya mafanikio, kuna utajiri wa kwenda juu na kuna nguvu ya kushikilia utajiri wako. Kuna nguvu inakutoa chini, inakupeleka juu, unakuwa ni mtu mkubwa. So you need the power iendelee kukushikilia pale pale. Kama ile nguvu ya kushikilia
ukiachilia pale pale imetoweka, unaweza kuporomoka tena. Na ndio maana kuna watu wanaenda nguvu inawapeleka, wametoka vizuri kwenye tumbo la mama yao, nguvu imewapeleka wakiwa na miaka 60 ndo amechoka, ameishia hapo. Hata ukimpa milioni 100 aanze tena biashara, aweze kupick up, ile nguvu ya asili imeondoka. Hata ukimpa milioni 20 afanye tena biashara, hawezi, ile nguvu imetoweka, ile nguvu ya asili imeondoka. Haitaji elimu ya shuleni, haitaji ufahamu wa chochote, haitaji sijua nini, ni nguvu ya asili. Ni mtu yule ovyo alijua a e i o alijui, akili na utajiri, lina nguvu ya asili ambayo imemtajirisha. Utakaa kimya na utanielewa. Kuna watu wakitoka tumboni wanatoka na 30% ya nguvu. Anajitahidi kidogo, akifika miaka 20 zinaishia hapo. Mimi naongea ukweli usiopingika. Kuna mtu nikikuangalia, hata nikikupa milioni 5 hautafanya chochote. Hautafanya chochote. You never do anything. Kwa sababu ile nguvu ya asili ya kufanya milioni 5 ikupeleke pale imeisha, imenyonywa. Kwa bahati mbaya imenyonywa tumboni. Wewe mwenyewe kuishi kwako umetembelea waganga sana, ikanyonywa. Una miaka 20, ile nguvu imeishaisha. Na bahati mbaya ile nguvu ikiisha hujapata nyumba, ile nguvu ikiisha hujaingia kwenye ndoa, ile nguvu ikiisha hujapata vitu vya maana. Watu wanastaki hapo hapo, wanahitaji activation ya nguvu nyingine ya Mungu, ya madhabahu, ya makuhani, ili empowered aingie mahali. Kabla sijaendelea, mgeukie jirani yako mwambie, nguvu zako zimeishia wapi? Yaani nguvu zako zimekupeleka mpaka wapi? Akujibu, anakuambia zimempa ndoa, zimempa nyumba, zimempa kazi, zimempa nini? Mama zimempeleka mpaka wapi? Watu wa Mungu mnisikize kwa makini sana. Na ndio maana hawa watu ambao nguvu zimempeleka mpaka mahali, kuna watu wengine unahitaji, kama ni mwanamke, upate neema aina ya mwanaume ambaye bado ana hizo asili za nguvu, ili akuactivate wewe, hakuingize kwenye mafanikio. Kama wewe ni mwanaume, upate neema, upate mwanamke ambaye ana hiyo asili ya nguvu bado, akufanikishe uingie naye pale. Lakini wote mkiwa 30, hakuna mwenye nguvu ya kumpower mwenzio, mtakufa maskini. Kufa maskini sio dhambi. Unanivunja moyo sana. Ngeukie mwenzio mwambie, unazo? Una ngapi wewe? Umezaliwa kwenye tumbo ambayo imeminya nguvu. Wewe mwenyewe kuishi kwako utulii na Mungu. Bado kijana miaka 18, unaona wake kama 10 wako peke yako. Inanyonya nguvu. Kwa waganga ndio kila mganga. Unajua stazi, unajua shehe, unajua mwana malundi, unajua mwana makishoka, unamjua kila mganga. Zile nguvu zinakuwa zinanyonywa. Yaani wewe ni kijana ambaye hauna chochote. Yaani nguvu hata tukikupa kazi itaondoka. Hauwezi ukashika kitu kwa sababu ni mtu. Is the power ndio inakufanya ushike kitu. Hata rafiki wa muhimu atakuacha kwa sababu hauna nguvu ambayo inamnyonya yule rafiki endelee kukaa na wewe. Hata msiposema amen, ila mtanielewa leo. Sema amen. Sema amen. Kwa kazi ya nguvu itendao kazi, mama yako ana uwezo wa kukutoa tumboni ukiwa smart. Madhabahu ya mama ikakutoa tumboni ukiwa smart, mwanangu. Ukatimiza ndoto, ukafaulu, ukaenda vizuri sana. Lakini it depend about tumbo ya mama. Hebu tuone kwenye maandiko, mtanifuata vizuri. Sema amen. Hebu nenda ukakae. Nenda ukakae. Hebu tuangalie aina ya madhabahu ya tumbo la mwanamke ambaye Mungu alitaka apitishe nguvu zake kwake. Aina ya madhabahu ya tumbo ambalo Mungu alitaka kupitisha nguvu zake kwake. Hebu fungua Waamuzi. Pastor Neema, unataka kufungua haraka. Hebu fungua Waamuzi. Sijui Waamuzi. Hebu tuanze Waamuzi. Aina ya madhabahu ya tumbo ambalo, aina ya madhabahu ya tumbo ambalo Mungu alipitisha mtoto pale kwa kusudi. Umefungua Waamuzi? Ndio mtu wa Mungu.
ile sura 13. Kila mwenye Biblia fungue sura 13 na ule mstari wa 2. Waamuzi ile sura 13 na ule mstari wa 2. Kila mwenye Biblia fungua la kalaka soma. 13 mstari wa 2. Anza mstari wa 2. Ndio. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora. Ndio. Wa jamaa ya Wadani. Jina lake akiitwa Manoa. Ndio. Na mkewe alikuwa tasa. Akuzaa watoto. Ndio. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke. Akamwambia, yes, tazama wewe sasa utasa. Uzai. Lakini utachukua mimba. Nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo. Wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume. Na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Kabla nyaji basi subiri kidogo nianzia. Mke wa Manoa, Biblia imeandikwa kwamba alikuwa tasa. Lakini huyu mwanamke hakuwa tasa. Huyu mwanamke alikuwa na matatizo ya ulevi. Alikuwa anapenda mvinyo. Alikuwa anapenda kunywa vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Alikuwa anashika vitu ambavyo sio ni najisi mbele za Mungu. Kwa sababu hiyo, hivyo vitu vilimfanya Mungu kuifunga tumbo lake ili asiweze kupata mtoto. Kwa sababu akipata mtoto alikuwa amebeba tumbo la nyota. Mnisikilize kwa makini. Tumbo lake lilikuwa na nyota ya kuleta aina fulani ya watoto. Kwa bahati mbaya, maisha yake yeye yalikuwa tofauti na kila ambacho alichokibeba kwa habari ya madhabahu ya tumbo lake. Alikuwa ni mtu ajali, anakunywa vibaya mapombe, anakuwa ni mtu anakunywa madivai ambayo sio faa, anashika vitu ambavyo ni najisi. Na maana ukisema kushika vitu najisi, maana ni vitu ambavyo ni vya miungu havifai. Ikabidi Mungu akaona Israeli ipo kwenye matatizo ambayo imefungwa chini ya utawala wa Wafilisti. Wafilisti wanaonea Israeli na hakuna mtu yoyote mbadala wa kuweza kuisaidia taifa la Israeli. Mungu alivyoona hivyo, bila shaka Mungu akajua kwamba huyu mwanamke ambaye ni mke wa Manoa ndiye mwenye tumbo ambalo linaweza kuzaa watu ambao ni manaziri, watumishi ambao wanaweza kuwa ni sababu ya kuikomboa taifa la Israeli. Lakini kwa bahati mbaya mwanamke anakunywa pombe, anakushika vitu ambavyo ni najisi. Malaika akamtokea mwanamke, hajamtokea mwanaume. Mwanaume alikuwa yuko smart. Naomba nishike hapa. Ukilala kwenye injili kama hii, wewe ni una pepo. Yaani una kifungo ambacho adui amekufunga. But because this is the things amount takia utafakari sana na uelewe sana. Kuna watoto wamezaliwa, ukiwaangalia asili zao wana nyota ya utajiri. Lakini kwa nini wanashindwa kufanikiwa na wana nyota ya utajiri? Ile nguvu ya utajiri imeishia tumboni. Lakini anatoka na alama ya nyota, lakini afanikiwe, maana ile nguvu iliishia tumboni. Mama yake na Manoa, mama yake na mke wa Manoa, Mungu malaika akaona amfuate yeye kwa sababu tumbo yeye azai kwa makosa yake yeye. Akamwambia, sikiliza, tunakujua wewe ni tasa hujazaa, lakini utapata mtoto, na huyo mtoto atakuwa mtoto wa kiume, na huyo mtoto ni mnaziri wa Mungu tangu tumboni. Tumemtuma kwa operation, pasa utasoma hapo, kwa operation ili aweze kuikomboa Israeli kutoka mikono ya Wafilisti. Sasa sikiliza, jihadhari. Ina maana be care, maana tabia yako tunaijua. Nani ananifuata hapa? Anamwambia jihadhari, usinywe divai, usile kileo, usishike vitu ambavyo ni najisi. Kwa makini jihadhari, kwa sababu huyo mtoto atakuwa ni mnaziri. Jihadhari. Huyo mwanamke alipoona hivyo akaogopa, akakimbia kwa mume wake. Akaenda kumwambia mume wake yaliyomtokea. Mwanaume akamwambia, ndugu, tumuombe tena Mungu atuletee huyu mtu, atupe maelekezo. Huyo mtu alivyokuja akawapa maelekezo yale yale. Yule mwanamke akajihadhari, akunywa pombe, akunywa divai, wala akushika vitu ambavyo ni najis. Kwa sababu gani? Anatakiwa kuleta aina ya mtoto ambaye yupo kwa kusudi maalum ya kuokoa taifa la Israeli. Lazima
operation ya huyo mtoto inategemea na madhabahu utakayemleta hapa duniani. Hili atimize operation, hili afanye operation, inategemea na madhabahu ambayo Mungu ataipitisha kwenye madhabahu. Lazima huyu mama aiwekee umakini asiharibu madhabahu ambayo italeta mtoto ambaye atakuwa mnaziri wa kuokoa taifa la Israeli. Yule mama akatii, akunywa pombe, akushika najisi, kama kwa waganga kuenda tena. Vitu vya vya hakufanya. Yule mama alitulia. Alipotulia mimba ikaingia. Akalinda hicho kitu. I wonder you get the pregnancy, una mimba alafu unatamani nini? Jiangalie wakati wa mimba na kiu ya kunywa pombe. Nisikilize, mniangalie kwa makini sana. Unapobeba mimba, umebeba zamana ya Nabii Morris umlete hapa duniani. Na ndio maana unapokuwa mjamzito, mahali ambapo unatakiwa kuwa makini ni wakati wa ujauzito wako. Yule mtoto wako unatakiwa umlee katika neema ya kimungu. Uzurie ibada mpaka tu mwisho. Angalia mke wangu Apostle Veronica. Angalia, mama anasikia uchungu Jumapili, lakini anasimama kuongoza maombi. Na ana uchungu, anasema hapa baba nasikia uchungu. Nahisi kama nasukuma, lakini niache niongoze maombi. Nikamwambia ukizalia madhabahuni, ambia itakuwa Mungu amepanga. Hatua ya mwisho mama iko madhabahuni. Angalia wewe mwanamke, mimba na miezi 6. Nimeambiwa na daktari nisitoke. Ina miezi 3. Mimba na miezi 4. Mimba na miezi 3. Daktari amesema hata nisiende hata popote, nikae humu ndani. Kanisani sio popote. Kanisani ni mahali ambapo unaenda kuchochea ule mwanao. Upo tu, ikifika 6 ndio mwanaume hana hamu. Yaani ushasumbua mwanaume wako, ushasumbua. Ikifika 7, 8 mpaka ifike 9, zingine zinatolewa kabla hazijafika 9 kwa sababu ya usumbufu wa mama. Hajui alichombeba tumboni ni nani. Yaani wewe mama mlioko hapa, mama sikia, hebu kama wewe ni mwanamke haujajua yani jukumu lako, usamani wako mbele za Mungu, wewe ni mwanamke feki. Mwanamke anatakiwa jielewe Mungu amemheshimu kiasi gani, na kanisa ama dunia bila mwanamke kuna shida. Mwanamke akisimama imara na Mungu ndio maisha yanaenda. Shetani mwenyewe anajua aliyepewa zamana kumponda kichwa ni mwanamke. Na ndio maana kanisa lijaitwa mwanaume, kanisa limeitwa bibi harusi ambaye ni mwanamke. Maana mwanamke ana nguvu special ambayo Mungu aliweka ndani yake. Inasikitisha, mwanamke anajua waganga sana kuliko watumishi. Inaumiza sana. Huyu mama anamwambia ndugu, yani zamana ya mwanao kutimiza operation iko mikononi mwako, kwenye tumbo lako. Ukinywa madivai, ukinywa mapombe, ukiwa mama usieleweka, huyu mtoto atazaliwa na ile neema. Maana Mungu akitamka kitu unazaliwa kinaonekana, lakini nguvu haipo ya kuifikisha. Ina maana angezaliwa kama mnaziri na tungeona na nyota ya unaziri, lakini ile nguvu ya kuwa mnaziri asingekuwa. Kwa sababu gani? Mama ameua ile nguvu. Hebu mgeukie mwenzio, muangalie sura yake, mwambie mama yako ni wa aina gani. Si muangalie. Muangalie bwana. Mgeukie mwambie mama yako ni wa aina gani na alikuzaa majira gani. Mnaona mnavyoneana maibu. Samsoni akazaliwa. Na ndio maana mama, ukiona mambo ni magumu sana, wewe mtoto, kama mama yako yuko hai, nenda ukae miguuni pake, muoji maswali. Katu muoji maswali. Unajua kuna watu they are very complicated, kama mtu akaeleweki, watu waeleweki.
ukimpeleka hivi hamna. Nenda kwanza kwa mmoja mama yake. Na ndio maana naongea ukweli, kuoa, angalia mama huyu mtoto vizuri ndio uoe. Kuolewa, angalia mama yake na huyo ndio uolewe. Maana kuna wengine alimsumbua mama yake tu akiwa tumboni. Nenda ukaongea na mama yake. Samsoni, hakuna mahali Samsoni aliongea na Mungu. Mungu akaongea na Samsoni. Mungu aliongea na wazazi wa Samsoni. Samsoni kujijua yeye ni mnaziri, ni wazazi wake ndio walimwambia, sikiliza Samsoni, wakati nina mimba yako Mungu alinijia akaniambia utakuwa mnaziri, utaokoa sijue nini, na tusikunyoe nywele kwa sababu ni mnaziri, wewe utakuwa hivi na hivi, kwa hiyo mwanangu ni hivi na hivi. Sawa. Ile roho ya Bwana ilijaa ndani yake, ikaanza kumgarikisha ili afanye ile kazi. Lakini Samsoni Mungu akumwijia kumwambia. Ndio maana mtoto ambaye asikii sauti ya mama, asikii sauti ya baba, mimi ni mtumishi, Mungu anasema na hapana, kuna vingine asisema na wewe, ataongea na mzazi wako. Mimi, mzazi ana nguvu juu ya mtoto. Mzazi ana zamana kubwa. Kuna vitu na wahubiriaga sijavisikia kwa Mungu, nielewe kuvisikia kwa mama yangu aliongea. Mimi mama yangu aliniambia wewe ni unaitwa, mimi naitwa kwa Kiruga mimi naitwa Mbuto. Nani anajua maana ya Mbuto? Mbuto. Ina maana gani? Ina maana ndo jina langu. Amen. Kwa nini mama aliniita hivyo? Mniangalie mimi, nataka niongee na nyie. Ama msikie sauti ya wazazi wenu. Mama aliniita kwa sababu, niangalie mama, nilipozaliwa mimi nilikuja kutoka mbegu tofauti na ndugu zangu. Ndugu zangu ni wafupi, nyie mshakaona? Ni wafupi afu weusi kweli. Asa hii mbegu sijui itokaga wapi. Yaani tumbo la mama limezaa wafupi sana. Hapo weusi kweli. Sawa. Sasa mimi nilivotoka, nikatoka, yani mama alinipenda sana. Nilivotoka akaniita jina, wewe ni mbegu ya watu. Na kila utakapoenda utamea. Mimi huwezi kuniangusha. Nimetamkiwa toka tumboni. Mwambie mwenzio toka tumboni ulitamkiwaje? Nitakuja nivieleze. Toka tumboni. Ndio maana nimefika hapa nitamea. Hata mkinitoa hapa niende Arusha nitamea. Ni mbegu. Samsoni anaambiwa wewe ni hivi na hivi na hivi na. Kilichomuua Samsoni nini? Akusikia maneno ya mama yake. Wazazi walimwambia, yeye hakuyasikia, hakuyatunza. Watu wa Mungu, kuna vitu uweze kaambiwa wewe, lakini mzazi wako ana zamana sana juu ya maisha ya mtoto wake. Sema amen. Sema tena amen. Hiyo ni madhabahu ya kwanza ya tumbo ambayo ilimleta mtu wa aina fulani. Nguvu za Samsoni zilikuwa za aina gani, watu wa Mungu? Nguvu za ajabu. Ana nguvu. Mama yake ndo yani bahati nzuri mama na alitii. Hakunywa pombe. Ile nguvu akaiproduce ikatoka vile. Roho Mungu akatoka hivyo. Tunaangalia madhabahu ya pili. Tumbo la madhabahu ya pili la ambalo lilimleta Yesu hapa duniani. Mungu, hebu tuai. Nataka tuombe. Tuone madhabahu ya pili. Hebu fungua Luka pastor. Tumbo la madhabahu ya pili ambalo lilimleta Yesu hapa duniani. Hili ni tumbo la madhabahu ya pili. Tuone tumbo la madhabahu ya pili ambalo lilimleta Yesu hapa duniani. Pastor amefungua. Amina. Luka ile sura ya kwanza.
Anza kusoma mstari wa 6 kabisa, mstari wa 26 pastor. Luka ile sura ya kwanza mstari wa 26. Hebu soma. Amen. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Sawa. Kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Ndio. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni salamu ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Ndio. Na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana simjui mume. Yes. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth. Hapo. Hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Mungu anataka kuleta ukombozi wa dunia yote. Watu wa Mungu msikilize haya vizuri. Anataka kuleta ukombozi wa dunia yote. Na huo ukombozi lazima amshushe mwanae ambaye ni Yesu Kristo, aliyejaa nguvu zote, ili ashuke hapa duniani aweze kunikomboa mimi, akukomboa wewe, ili uweze kufanikiwa katika hali ya maisha yako. Anaangalia ili amlete hapa duniani, lazima atafute madhabahu, tumbo la madhabahu ambalo litampitisha Yesu. Hebu angalia madhabahu Mungu aliyechagua. Anachagua madhabahu ya mwanamke ambaye ni bikira. Mwanamke ambaye ni bikira ameisha poswa mali na mwanaume wake ambaye ni Yusufu. Kwa nini Mungu asimwambie ya kwamba mwanaume uliye naye mtakutana kama sheria ya kanuni, mtakutana, mkishakutana ili muweze kufanya nini? Mtoto aingie tumboni. Lakini kwa sababu huyu anahitaji kutimiza kusudi kubwa, si mbegu ingie humo ndani, hapana. Mwanaume wake Yusufu ana uwezo wa mbegu zake kuzalisha aina ya mtoto ambaye anahitajika kuikomboa dunia. Naomba uende mbali zaidi hata mimi ninavyofundisha. Huyo hamna, haiwezi kaingia kwenye hili tumbo ili uweze kuleta kusudi la huyu mtu aweze kutimiza operation ya kuikomboa ulimwenguni kote. Mungu anachofanya, anachilia nguvu kutoka juu, inamjaa Mariamu. Mariamu anajiuliza maswali, itawezekanaje mimi si jume, nitabebaje mimba? Ipo nguvu itakayokubeba. Mungu analinda tumbo lisinajisiwe, maana anatakiwa kuingia tumboni ni mtu ana operation kubwa. Kwa hiyo tumbo la Maria alijabeba unajisi wa aina yoyote. Maria alikuwa anampenda Mungu, anaomba, iko vizuri, analinda hicho kitu sana. Mungu akamleta Yesu kupita kwenye tumbo la Maria ili atoke na nguvu zake zote. Angalia aina ya madhabahu ambayo Mungu alimpitishia Yesu. Njia ambazo zinaharibu tumbo la mwanamke, njia ambazo zinaharibu tumbo la mama, ama njia ambazo zinaharibu madhabahu ya tumbo la mama. Lazima niifundishe hii. Njia namba moja, kama wewe ni mwanamke ambaye unazoea kwenda kwa waganga wa kienyeji na huku una mimba na unakunywa dawa za kienyeji na huku una mimba, unamnajisi mwanao, unavunja au unaishusha kile kiwango cha nguvu ya Mungu aliyeweka ndani ya mwanao ili mwanao aje atimize operation hapa duniani kwa
kwenda kwako kwa waganga wa kienyeji na kunywa dawa za waganga wa kienyeji, unamnajisi mwanao. Madhabahu ambayo ingetakiwa imlete hapa duniani kwa nguvu, kupitia wewe mama ambao utambui hicho kitu, unamfanya mtoto, unamnajisi mtoto. Na ndio maana kama mama yako yuko hai, kaongee naye wakati wa kukuzaa, alikuwa na mtu, alikuwa aje? Nina watoto ninawajua mimi, nikiwaangalia wana nyota nzuri, lakini wanaishi maisha ambayo sio yao. Si yale maisha ambayo Mungu aliwajua kabla hujaingia kwa mama yao. Kwa bahati mbaya waliingia kwa mama yao. Mama, tumbo la mama yake ndio liliharibu maisha ya huyu mtoto. Mama alienda kwa waganga sana. Mama hakujali kwenda kupigiwa ramli. Mama hakujali kuchanja chale, kunywa dawa akiwa na mtoto tumboni. Mwanamke ananisikiliza mahali popote, usipolinda hili kwa ajili ya mwanao, usipolinda hili kwa ajili ya maisha yako mwenyewe, is a risk in your life. Unaua mtoto. Mtoto atakuwa ni mzuri, mtoto atakuwa nafaa, lakini hana uwezo wa kufanya chochote. Na ndio maana kuna watoto ni wazuri wa sura, lakini kuna vitu vinamshinda. Kwa uzuri wake hataki kushindwa na hicho kitu, lakini shida ni nini? Tumbo la mama yake. Suluhisho ipo. Suluhisho ipo, mpige makofi. Nikiongelea kwenye mambo ya kwa waganga, angalia kuna wamama wengine, kuna watu wengine wamezaliwa mama wachawi kabisa. Mama ni mchawi kabisa, tena mchawi kweli kweli. Akaua kusudi la maisha yako. Njia namba 2. Unapokuwa wewe ni mjamzito, unapokuwa ni mjamzito alafu unakunywa pombe, unakuwa unasikia kiu ya kunywa pombe, na unaenda unakunywa pombe wakati wewe ni mjamzito, una najisi mtoto, unaua zile nguvu za asili za mwanao. Shaona mama yuko, yani ana mimba, lakini yuko baa, leta 1, leta 3, anakunywa kila aina ya pombe, na yuko na tumbo, akienda kunywa pombe, akimaliza kunywa pombe anapigana, anafuja, anatukana, na una mimba. Yani wewe ni kama unabeba rais tumboni. You must be careful. Angalia Roho Mtakatifu anamwambia wewe jihadhari, usifanye hivi na hivi, kwa ajili ulichokibeba ni kitu cha samani ndani. Unabeba mtu ambaye ataikomboa. Unajua, usijiangalie wewe ni mwanao, ni wewe tu umempitia, Mungu amempitisha kwako, lakini si lazima akusaidie. Huyu yuko kwa sababu ya mataifa ya kukombolewa kupitia yeye. Mama, elewa hichi kitu. Unaweza ukaniua mimi, unaweza ukaua huyu, unaweza ukaua hao kwa sababu ya uzembe wako wewe mama. Laiti mimi mama angelifanya vitu ambavyo sivyofaa, nisitimize kusudi la kuwa nabii, Pastor Neema ningekufunguaje wewe? Huyu mwanangu nimemfungua. Pastor Neema alikuwa amefungwa kwenye tumbo la mama yake. Do you remember that? Unakumbuka Pastor? Unapofika kwangu, jicho la kwanza kuliona upo kwenye kifungo cha tumbo la mama. Ndio imemfungua huyu binti, na hapo ndipo akaanza kuchange maisha yake, na Mungu akamsaidia, akaambatana. Leo iko tofauti. Amina mtume. Nikitaka nikupe shuhuda yake, anaweza akashuhudia mengi. Kuna watu wamefungwa mama zao. Yuko Vero, wewe simama wewe Vero Agrieri. Yule dada pale, yule wakati anakuja kwangu, unajua watu wa Mungu, mnajua jicho la kinabii. Hebu njoo mbele. Unajua vitu vingine, mnakaa mnaangalia baba, tunachoongelea madhabahu. Huyu alikuwa anasali na alikuwa mtendakazi mahali, lakini amefungwa na laana ya mama yake. Mnisikilizeni watu wa Mungu. Alikuwa ni mtumishi, anafanya kazi, na ndio maana kuna watu nikikuangalia nakwambia wewe nina chochote cha kuongea juu yako, maana ninajua huyu alikuwa mtumishi mahali na anafanya kazi mahali, lakini aliposhuhudiwa kuja kwangu, tena
ilikuwa ni ibada ya Alhamisi ya katikati, Alhamisi Jumanne kama sikosei, ilikuwa ni Alhamisi. Nilipofika kwenye kumwombea nikamuona, nikasema wewe upo kwenye kifungo cha laana ya mama yako. Akakataa. Unisikilizeni watu wa Mungu. Akasema hamna, mimi mama yangu ashaga kufa. Nikamwambia hapana, Mungu hajaniambia hivyo. Mungu ananiambia aliyekufa ni baba yako, lakini mama yako yuko hai na mama yako amekulaani. Njoo hapo mume wake. Hivi kama ni uongo, msikilizeni watu wa Mungu. Amen. Akakataa. Naongea kweli uongo? Ukweli baba. Njoo. Iko na mume wake na anambishia nabii. Nabii na tabiri wananibishia. Namwambia wewe umelaniwa na mama yako. Upo kwa kifungo cha mama. Ukimwangalia huyu alikuwa amezeeka kabisa. Unaona? Yaani alikuwa haeleweki. Naambia hii ndio imekufunga. Ukanijibuje? Nikasema si kweli. Ukasema mama yako yuko wapi? Yuko hai, mama yangu aliyekufa ni baba. Aliyekufa ni mama, baba ndo yuko hai. Ila wewe ukakataa. Ukasema namuona mama yako yuko hai, aliyekufa ni baba yako. Nikamwambia akambishia nabii, nikasema wewe ni Mungu wangu. Na kwa nabii wa uongo. Wewe mimi natabiri uongo. Kwa hiyo mama yake yuko hai. Bwana mimi Mungu ameonyesha laana ya mama. Nikamwambia sawa. Wakaondoka. Walivyoenda mume wake anamwambia ndugu ongea ukweli. Na huko ashaga mwambia mume wake kwamba mama yake shaga kufa. Ni uongo kweli? Ni ukweli. Jicho la nabii. My name is Prophet Morris. Aya. Watu wa Mungu. Wewe mwambie mwenzi anaitwa Nabii Morris. Hebu sema tena, anaitwa Nabii Morris. Anaitwa Nabii Morris. Huko amemwambia mume wake kwamba mama yangu aishaga kufa. Nabii anasema mama yuko hai, mama amekulaani. Anasema amekufa, baba yangu ndo aishaga. Kwambia hapana, baba yako ndo aishaga kufa. Sikiliza neno la nabii. Akaondoka kwa alivyoenda kwa kilichokupata ni kipi mwanangu? Mike na shida gani? Baada ya kunitabiria vile nilivyokataa, nikawa nimeondoka na mume wangu. Lakini huo usiku ulikuwa usiku mbaya sana. Mimi na mume wangu nilikuwa nataka niachane naye. Chanzo cha kukataa mimi kwamba mama yangu alishakufa ili hali yuko hai. Niliogopa kwamba baada ya kunitabiria wewe kwamba umefungwa kwenye laana ya mama yako na ukaniuliza mama yako yuko wapi, nikakwambia ameshafariki. Lakini pia niliishi na mume wangu ni ndani ya mwaka na nusu akijua sina mama. Nilimficha kwamba sina mama, ameshafariki. Akaona alinde ndoa ambishie nabii. Baadaye Roho Mungu akamsemesha ovyo, ukabidi ufanyaje? Ikabidi nirudi, nikasema kweli mtumishi ameona, kwa sababu kile ulichokiongea kilikuwa ni maisha yangu halisi. Akarudi kuomba msamaha ofisini. Naomba unisamee, nilidanganya, mama yangu kweli alinilaani. Na akaongea mama alinilaani, akavua dinguo, na mimi nikaanza kuishi maisha mabaya ya mama kunilaani. Na kwa hiyo ni kweli mama yuko hai, baba ndio ishaga kufa. Nikamwambia hivi, uko tayari kwenda kutoa kurepent? Tunasema kuungama kurepent mbele za wapi? Madhabahu. Akasema ndio. Akaongea, alivyoongea nikamfungua, ndio maisha yakafunguliwa ya maisha yao. Ndio wakafunguliwa, wakawa smart, wakawa tena vijana wadogo. Walikuwa keshakuwa mababu hao. Wakawa tena vijana wadogo. Ukimwangalia Vero mrembo, ukaangalia huyu alikuwa shakuwa babu, sasa hivi amekuwa kijana. Unaona, alioa mwanamke mwenye laana ya tumbo la mama. Yeye naye akaingia kwenye hicho kifungo cha laana. Ndio Mungu akawafungua, wakawa salama na wanaendelea. Mwanaume wanaendelea, maisha yanaendelea, wameendelea. Sasa hivi wana nyumba nzuri wanaishi, wanaendelea. Nini? Kutoka kwenye kifungo cha laana ya mama yake. Mtu wa Mungu usimbishie nabii. Achana wale wanabii unasikiaga shida. Manabii wa uongo ni wale, sio huyu. Unanielewa? Oh, yes. Huyu akiona anaonaga. Amina. Nisipoona na kuacha. Kupitia madhabahu ya kinabii ndio imemfungua huyu.
Alikokuwa na sali kule alikwambiaga huyo mtumishi kwamba wewe umefungwa kwenye laana? Hapana, hajawahi kuniambia. Ulikuwa unatumika na laana? Ndio, kwa muda mrefu sana. Hivi kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Ndio alifunguliwa huyo hapa binti. Mpaka namwambiaga wewe, mimi ndio mzazi wako niliyekufungua. Ukitaka tu ukinichezea narudisha ile laana. Nene mkaka. Namwambiaga nitairudisha ile laana zaidi ya pale. Akisikia hivyo anatetemeka. Kafungwa kwenye tumbo la mama. Njia hiyo ni njia namba ngapi tupo? Namba 2, kunywa pombe. Ogopa kama ulikuwa unakunywa pombe. Muda wangu unaniacha. Kama ulikuwa unakunywa pombe na ukiwa na mtoto tumboni, una hatari sana. Unatakiwa huyo mwanao kama uko naye hapa leo, kuna jinsi unatakiwa ufanye maombi, na unatakiwa pia unitafute nikuongoze namna kufanya deliverance ya mtoto wako. Njia namba 3, unapokuwa mjamzito, ogopa kuwa mtu mwenye wanaume wengi. Kuna watu ni wajawazito lakini utoka nje za ndoa na unakuta ana wanaume zaidi ya 3 na 4, na huko ana mimba, na huko anaendelea kuwa na mahusiano ya kimapenzi kabisa na wanaume wengine. Hiyo unafunga mwanao na unanajisi mtoto. Anaweza akatoka huku, mtoto ni mtoto ambaye kwa ni vizuri sana, lakini kwa bahati mbaya umevunja ile nguvu zake. Unamtoa mtoto akiwa hana uwezo tena wa kutimiza zile ndoto za msingi. Kisa na sababu ni wewe mama umekuwa hauna utulivu kwa mwanaume wako wa pekee mmoja. Angalia, na kama wewe mama uko hapa uliwahi kufanya hivyo kwa aina ya mtoto wako, nitafute. Ukiona aibu, shauri yako, maana vitu vingine siwezi kaviongea hadharani. Na huyo mtoto utaona nitakutajia vitu ambavyo hawezi kavitimiza hata kama pigane. Namba 4, sijui kama mtu utanani, kitabidi tuendelee Jumapili ijayo, maana ndio tutafanya meza ya Bwana. Leo tutakuwa na meza ya Bwana, tutakuwa na chumvi na mafuta ambao watu watazichukua kwa sadaka ya 5,000, ili nikupe maelekezo yake. Nafikiri Jumapili tutakuwa na meza ya Bwana, tutaendelea, maana nataka leo tufanye maombi na tuna mambo mengi. Naomba nikupe njia namba ngapi? Njia namba 3. Namba 4. Njia namba 4, wakati mama ni mjamzito. Wakati mama akiwa mjamzito afu kwa bahati mbaya akakataliwa na baba mtoto. Nisikiliza kwa makini sana. Mama umekuwa mjamzito, umepata mimba, lakini kwa bahati mbaya umekataliwa na baba mtoto. Baba yake anasema hiyo sio mimba yangu. Kanuni, mama huyo huwa anakuaga na uchungu. Unajua mtoto akianza kukataliwa toka tumboni, huwa ni hatari huyo mtoto kuishi. Ndio ya Pastor Neema hii ambayo Mungu akaja akamfungua. Isn't it my pastor? Unatakiwa kweli kabisa mtu wa Mungu. Baba yako alikukataa toka tumboni, akakukataa. Ulipofika kwenye madhabahu ya kinabii, neno la Bwana likakuona, ikatamka hicho kitu, ndio ilimfungua huyu mwanangu. Amina. Kama baba yako alikukataa tangu tumboni, sio mwanangu huyo, tafuta huko nani amekataa. Hiyo huwa inaathiri mtoto wa tumboni, inamuathiri mtoto, na huwa mama wanapataga shida kidogo tumboni. Unakuta huyo mtoto anaweza akajifungua, ukamjifungua mtoto, lakini mtoto akaishi akiwa kwenye hali ngumu. Na si tu kutokuishi na baba, nataka ili ulielewe, sio tu kwa sababu akuishi na baba. Kuna wababa wengine ni mke na mume kabisa, lakini umebeba mimba, mume wako anasema hamna, hiyo mimba sio yangu, na ni mume wako kila kakataa mtoto si wangu, na huku mnaishi. Angalia hichi kitu, angalieni sana, mnanisikiliza ni wanangu? Yaani mnaweza mkawa, si kwamba mmetengana, mko wote kabisa, lakini mlivyobeba mimba imetatanisha, imeleta mazingira tofauti kwa mume wako. Unashangaa mwanaume anakuambia huyu mtoto si wangu. Unaishi lakini mtoto mwanaume anakataa, si wa kwangu, na ni mume wako. Huku unaishi tu unaumia, huyu mtoto si wangu, hamna, huyu mtoto hamna. Watu wa Mungu, kama una mtoto ambaye alikataliwa na baba yake na huko anaishi, huyo mtoto aliyezaliwa, angalia kuishi kwake, huwa anajitenga na wenzie, anajitengaga.
hautapiga makofi because unajua mwenyewe huyo mtoto anakuaga kwanza, anaga furaha sana na baba. Huyo mtoto anakuaga yeye kama yeye, amzoeagi baba mapema. Watoto tumezaliwa na neema nzuri, lakini shida madhabahu ya tumbo. Njia namba 4. Namba 5. Unapokuwa mjamzito alafu unakuwa unatamka maneno mabaya na mtoto akiwa tumboni. Unapokuwa na mimba alafu unakuwa unatamka vibaya, yani mtoto, yani ese mtoto, yani ese, yani mimi, yani unakuwa unalaani mtoto, unaongea vibaya, unakuwa mtu mwenye fujo na huko na mtoto tumboni. Labda niongee hivi, ukiwa na mimba unatakiwa uwe malikia. Midomo, ugomvi, ukorofi, acha. Mashoga ambao na maana, toka. Chana nao. Kiona mimba, linda ulichokibeba. Si kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya mataifa, ni kwa ajili hata ya sisi. Kwa hapa ninaweza nikaishi sinaga gari ya maana, kumbe atakaye kununulia gari ni mtoto ambaye umemzaa wewe Diana, ni mtoto ambaye bado Lameki haja azae, haja afunge ndoa, alafu Verozi wake abebe mtu mimba, haja azae, akue, ndo haja imlie baba gari. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Sawa, ukimlea vibaya unamkosesha mtu mmoja gari lake. Wewe upo tu kwa ajili litoto, unamchukia mtoto. Kuna mama wamechukia watoto wakiwa tumboni, mtoto ametoka bado unamchukia, unaua mtoto wako. Njia namba 6. Njia namba 6 na ya mwisho, kurogwa kichawi. Tumbo lililorogwa kichawi. Unashangaa wachawi wanaroga tumbo lako, wananena mabaya juu ako, wanaroga tumbo. Mtoto atakayezaliwa kwenye tumbo hili asifanikiwe, asiendelee, asiwe mtoto bora, asiishi. Yani wanaloga tumbo. Ogopa tumbo lilikilogwa, maisha ya mtoto huwa yanaharibika kabisa. Kurogwa, matumbo yanalogwa. Mama analogwa, tumbo lake linalogwa, watoto hawawezi wakasoma, hawawezi wakafanya chochote kile. Tumbo limelogwa. Watu wa Mungu, kanuni ya maisha iwa inategemea na asili ya chimbuko la maisha yako. Narudia tena, kanuni ya maisha huwa inategemea na asili ya chimbuko la maisha yako. Kama chimbuko lako la asili limeharibika sana, ndugu, utapata shida katika maisha. Na ndio maana Biblia inasema katika Zaburi sura 11 mstari wa 3, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Nataka niishie hapa leo, ili wiki inayokuja Jumapili ambayo tutakuwa na meza ya Bwana, tuanze vitu ambavyo mtu aliyefungwa tumboni ni vigumu kuvitimiza, na njia ambazo unaweza katoka kwenye vifungo ni njia gani, jinsi ya kutumia hizo njia, unatokaje kwenye kifungo cha toka tumboni. Nataka tuishie hapo. Nisikilize nikwambie, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi, mwenye haki ni mtu gani? Mwenye haki ni mtu ambaye ana haki ya kuolewa. Yani una haki ya kuolewa, una haki ya kufanikiwa, una haki ya kuwa mtu mkubwa, una haki ya kutajirika, lakini misingi imeharibika. Huyu mwenye haki ya kufanikiwa atafanya nini? Daudi, misingi imeharibika, lakini una haki
ya kufanikiwa, lakini bahati mbaya misingi yako imeharibika. Misingi ni vyanzo ambavyo Mungu anavianza kwa mtu ili kumuinua mtu. Misingi imeharibika, wewe mwenye haki ambao una haki utafanya nini? Sio rahisi. Ndio maana Mungu kwa Ibrahimu, misingi ya Ibrahimu ilikuwa imeharibika, ilichukua muda mrefu Mungu mtengeneza ili awe mwenye haki katika kufanikiwa. Misingi ikiharibika, angalia misingi ya chimbuko la uzao wa mama yako. Tumbo la mama yako ni tumbo la aina gani? Mama yako alikuzaa kwa majira gani? Misingi ilikuwa aina gani? Na hii ndio inaua watu wengi. Misingi ni mibovu, ishagalibika tayari. Lakini mtoto ana haki ya kufanya kila kitu. Kama usipoenda kwenye vyanzo vya misingi ya kwenu, unaweza ukapiga mpaka uzee na kufa usione chochote. Inua mikono yako, sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema tena, Roho Mtakatifu nisaidie. Hii ilimuua mfalme Daudi. Mfalme Daudi akasema, tutaangalia watu ambao wamelaaniwa, watu ambao walikuwa wana maisha fulani lakini walikuwa kwenye vifungo vya tumbo la mama. Vitu gani ambavyo walishindwa kuvitimiza hapa duniani kwa sababu ya misingi iliharibika? Yandirabosha katakapa sheketerebosha pa. Inua mikono yako juu na kujua wewe ni mwenye haki. Nataka nitabiri aya kwako dakika 2 dakika 3. Ukiwa umeinua mikono yako juu katika hali ya imani na unatamani utoke kwenye kifungo cha mama. Sijui ni tumbo gani ambalo limekubeba, limekuleta hapa duniani. Sijui ni madhabahu gani iliyokuleta hapa duniani. Ninachojua ni moja tu, au kuja hapa duniani kwa bahati mbaya. Ulikuja hapa duniani kwa kusudi ambalo Mungu alitaka ili uweze kuja hapa duniani uweze kutimiza kusudi. Si wewe uliyetaka uzaliwe, ni Mungu ndiye alitaka wewe uzaliwe. Na kwa sababu ni Mungu ndiye alitaka uzaliwe, analo kusudi kwa ajili ya maisha yako. Katika kitu kinachosikitisha, kinaumiza, hata ukifa leo Mungu atakuuliza maswali, haukuitimiza operation maalum aliyekuletea hapa duniani. Na nikujua wewe ni daktari, mbona sikuona operation ile? Na nikujua wewe ni mke wa mtu fulani, mbona sikuona operation ile? Mungu atakuoje maswali. Kabla haujaiona mauti, na Mungu ataruhusu ufe kabla hajatimiza lile kusudi ambalo aliliweka ndani ya maisha yako. Jehova rabosha kande mama rabosha tete. Kama umezaliwa chini ya kifungo cha tumbo la mama yako, ama kwa kurogwa, ama kwa kukataliwa, au kwa njia ya aina yoyote, kila majira na kila nyakati Mungu huinua matumishi wake kwa ajili tu ya kuweza kuwafungua watu wake kwa majira yake. Na haya ndiyo majira ya nabii kwa ajili ya kufungua, kukutoa kwenye kifungo cha mama yako. Yabisi akasema, laiti Bwana angelingana na akaiona teso langu na uovu wangu, akanikumbuka hata mara moja na akanitoa katika shida hii. Maombi ya Yabisi aliyaomba kwa maana alikuwa kwenye teso la uchungu la tumbo la mama yake ambalo limemtoa. Alikuwa ni mfalme, lakini maisha yake yalienda vibaya. I know the purpose of God in your life. Ninaijua kusudi la Mungu juu ya maisha yako, na Mungu aliyekuleta hapa duniani na anaiona kusudi lako. Natabiri juu ya maisha yako leo, Mungu aliyesababisha nikaifaulisha hata mimi kusudi, na wewe kama uliumbwa kujenga mataifa, kama uliumbwa kwa mtu mkubwa, hautakufa ili kutimiza kusudi
lako. Fumba macho yako, inua mikono yako juu. I feel the power of Holy Spirit is working now in the realm of spirit. Neema ya Bwana ifanye kazi. Neema ya Bwana ifanye kazi. Wewe sio wa kuomba. Wewe sio kuishi maisha ya kawaida. Wewe sio kuishi maisha ya magonjwa na ziki na taabu. Wakati Mungu alikuumba kwa kusudi lake na alikuumba kwa mfano wa sura yake. Shama Sapotorobo seketerebo Shama sauti hii. Sikia sauti hii. Huyo engineer lazima mwachie. Huyo daktari lazima mwachie. Huyo bilionea lazima mwachie. Huyo bilionea lazima mwachie. Huyo engineer lazima mwachie. Huyo daktari, mtumishi wa Mungu. Huyo baba taifa lazima mwachie. Ya rabo shakaraba yanaba shandaba rabo shandiba mama shakaraba yaketarabo. Nataka ikurejeshe mahali pako.